Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Vita vikubwa zaidi vinatarajiwa katika siku mbili zijazo katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, ambao wakati huu Marekani umeazimia kufungua kutumia nguvu kubwa ikiwa Iran itakataa. Inadaiwa kwamba vita vikubwa zaidi vitagonga katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz na maeneo mbalimbali ya nchini Iran, kutokana na kauli za rais wa Marekani, lakini pia kutokana na kauli za watu wa Iran. Iran wanasema kwamba Hormuz haitofunguliwa. Wanasema kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utasalia kufungwa hadi Iran itakapolipwa fidia ya uharibifu wa vita. Hii ni kauli iliyotolewa na baadhi ya maafisa wa Iran ambao wanasema jeshi la wanamaji la IRGC kwa sasa liko katika mchakato wa kukamilisha maandalizi ya mashambulizi makubwa zaidi kwa kuongeza amri za kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Ikumbukwe kwamba eneo hilo wakati huu lina idadi kubwa ya wanajeshi wa Iran, lakini ni wanajeshi wengine ambao wanatajwa kuongezwa katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz, na hii ni kupitia chapisho lililoeleza na kusisitiza kwamba bahari hiyo haitabadilishwa kabisa. Wanajeshi wa IRGC wamesema kwamba moja kati ya eneo ambalo litalindwa kupita kiasi ni eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Watapigana vita vyote, na hata kama Iran itashindwa, lakini mlango wa Hormuz utakuwa mgumu, na kwa mujibu wa wanajeshi wa taifa hilo, wanajeshi wa IRGC, ni kwamba hali itakuwa ni ngumu zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Siku ya leo ya Jumatatu asubuhi, moja kati ya taarifa iliyotolewa katika ukurasa wa Twitter imesisitiza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz hautarejea katika hali yake ya kabla ya vita. Kamandi ya jeshi la wanamaji la Iran imetangaza. Jeshi la wanamaji la IRGC kwa sasa liko katika mchakato mzito wa kuhakikisha inakuja kupambana vilivyo na wanajeshi wa Marekani ambao wameandaa mipango ya kuweza kufungua kwa nguvu mlango huo wa bahari wa Hormuz. Mnamo Jumapili usiku, Mohamed Mehdi Tabatabai, naibu wa mawasiliano katika ofisi ya rais wa Iran, alishiriki baadhi ya mipango ya Iran kwa mlango wa bahari wa Hormuz kujibu vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump na makataa ya kufungua mlango huo wa bahari. Katika chapisho kwenye akaunti yake ya Twitter, Tabatabai alisema kwamba Trump kwa kukata tamaa kabisa ametumia lugha chafu na kutukana, na anaandika kwamba mlango wa bahari utafunguliwa tena wakati uharibifu kutoka kwa vita vilivyowekwa utafidiwa kikamilifu kutoka sehemu ya mapato ya ushuru. Iran kwa sasa inaruhusu meli teule zisizo za Iran kuvuka mlango wa bahari na kutoza ada ya hadi watu 7 kwa baadhi ya meli, lakini pia imezuia kabisa meli ambazo zina ushirika na Marekani ama Israel kupita katika eneo hilo. Hata hivyo, Iraq imewataka wateja wa mafuta kutumia mipango ya upakiaji wa mafuta, lakini ni baada ya Hormuz kufunguliwa na si wakati huu. Waraka uliopitiwa na shirika la habari la Reuters unaonyesha kufuatia ripoti za vyombo vya habari kwamba Iran imeiondoa Iraq katika vikwazo vyovyote vya usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa kuzingatia hayo hapo juu, na ili kuhakikisha mwendelezo na uthabiti wa shughuli za usafirishaji wa mafuta ghafi, tunaiomba kampuni yako tukufu kuwasilisha ratiba zake za uondoaji ndani ya saa 24 ili kuwezesha usindikizaji wa wakati huo wakati wa programu zako za usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, vimeeleza vyanzo kutoka katika nchi ya Iraq. Tunathibitisha tena kwamba vituo vyote vya upakiaji, ikiwa ni pamoja na kituo cha mafuta cha Basra BOT na vifaa vinavyohusika, vinaendelea kufanya kazi kikamilifu, na SOMO iko katika hali utayari kamili na kutekeleza programu zote za kuinua kandarasi bila kizuizi chochote, waraka huo ulieleza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.